Jina naitwa Sigrada Mligo, natokea mkoa wa Njombe, ni viti maalum cha umma kupitia mkoa wa Njombe. Mimi naweza kusema kitu kwa kifupi sana. Kwanza mimi nilikuwa mgombea wa jimbo ambaye nimepata 35.5% sawa na kula 42,998 katika wapiga kula 120,000. Unaweza ukapata picha. Hoja ya msingi ni kwamba mimi nilikuwa mgombea wa jimbo na nilishinda. Kwa hiyo ndo maana mimi kwa kifupi ukiniambia nimepokeaje wala sijapokea kwa furaha, kwa sababu mimi ni kwa mgombea wa jimbo na target yangu ilikuwa ni kuwa mbunge wa jimbo na wananchi walinipokea vizuri na nilishinda. Lakini kwa sababu uchaguzi ulipolwa, tuliibiwa, ndo maana sikutangazwa. Sasa kulingana na kura ambazo nimezipata, kulingana na vigezo vya chama, wakaona nina sifa ya kupewa ubunge viti maalum, but what not my target kuwa viti maalum. Mimi nilikuwa mgombea wa jimbo. Lakini nimepokea bila furaha kwa sababu nyingine ni kwamba unapata ubunge katika kipindi ambacho Watanzania wanavuja damu, mioyo yao inavuja damu. Wanatamani kuzungumza, hawajui wakazungumze wapi. Lakini kitu kingine ambacho kinanifanya nisipokee kwa furaha, wakati mimi naapishwa, kuna watu kumbuka mtaani huko wamezika ndugu zao, watu wamekufa, taifa liko kimya. Kwa hiyo mimi jibu jepesi kwenu ni kwamba sijafurahia kuwa mbunge katika bunge ambalo taifa linavuja damu. Asante. Mimi naenda kuwa mbunge wa kitaifa kwa sababu kwanza sisi tuko wachache sana. Lakini pia mimi ni voice of the voiceless. Yaani mimi ni sauti ya wasio na sauti kwa taifa zima. Kwa hiyo jambo la kwanza nitakaloanza nalo ni kupambania demokrasia na haki kwenye nchi hii. Hilo ndio jambo nitakaloanza nalo. Taifa lirudi kufuata sheria na sio kufuata maagizo au maelekezo. Jina naitwa Sigrada Mligo, natokea mkoa wa Njombe, ni viti maalum cha umma kupitia mkoa wa Njombe. Mimi naweza kusema kitu kwa kifupi sana. Kwanza mimi nilikuwa mgombea wa jimbo ambaye nimepata 35.5% sawa na kula 42,998 katika wapiga kula 120,000. Unaweza ukapata picha. Hoja ya msingi ni kwamba mimi nilikuwa mgombea wa jimbo na nilishinda. Kwa hiyo ndo maana mimi kwa kifupi ukiniambia nimepokeaje wala sijapokea kwa furaha, kwa sababu mimi ni kwa mgombea wa jimbo na target yangu ilikuwa ni kuwa mbunge wa jimbo na wananchi walinipokea vizuri na nilishinda. Lakini kwa sababu uchaguzi ulipolwa, tuliibiwa, ndo maana sikutangazwa. Sasa kulingana na kura ambazo nimezipata, kulingana na vigezo vya chama, wakaona nina sifa ya kupewa ubunge viti maalum, but what not my target kuwa viti maalum. Mimi nilikuwa mgombea wa jimbo. Lakini nimepokea bila furaha kwa sababu nyingine ni kwamba unapata ubunge katika kipindi ambacho Watanzania wanavuja damu, mioyo yao inavuja damu. Wanatamani kuzungumza, hawajui wakazungumze wapi. Lakini kitu kingine ambacho kinanifanya nisipokee kwa furaha, wakati mimi naapishwa, kuna watu kumbuka mtaani huko wamezika ndugu zao, watu wamekufa, taifa liko kimya. Kwa hiyo mimi jibu jepesi kwenu ni kwamba sijafurahia kuwa mbunge katika bunge ambalo taifa linavuja damu. Asante. Mimi naenda kuwa mbunge wa kitaifa kwa sababu kwanza sisi tuko wachache sana. Lakini pia mimi ni voice of the voiceless. Yaani mimi ni sauti ya wasio na sauti kwa taifa zima. Kwa hiyo jambo la kwanza nitakaloanza nalo ni kupambania demokrasia na haki kwenye nchi hii. Hilo ndio jambo nitakaloanza nalo. Taifa lirudi kufuata sheria na sio kufuata maagizo au maelekezo.